Naam, ni wakati wa Zilizobamba, na wakati tunatoka hewani basi Ali Bakari alikuwa tayari yuko hapa ndani ya kipindi cha Viwanjani, wapo sasa tunazungumza naye yale ambayo amekusanya kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Huyu ni miongoni mwa wale ambao wanalisha mitandao yetu ya kijamii ama peji mbalimbali za Azam TV ambazo unazishuhudia za michezo, basi zinakuwa zinalishwa taarifa mbalimbali kutoka kwa Ali Bakari. Ali, mimi kuna kitu nataka nikuulize. Ndio. Nyie mnakuwa mnaitwa ma-admin, sio? Ndio. Ma-admin wa peji za mbalimbali. Inakuwa vipi kwa mfano admin wa peji fulani labda ya taasisi fulani kubwa ameenda amelike kwenye kitu ambacho mtu akiona hakiendani na ile taasisi, unajua yani hii taasisi imeenda vipi kulike pale? Yani huwa ni kujisahau kwamba anashindwa kubadilisha account kwamba ajue sasa hii account yangu sasa. Sasa afu anaenda na like kwenye peji labda peji ambayo mtu akiona kweli. Ya, nafikiri hayo huwa yanajitokeza. Ishawahi kutokea? Binafsi haijawahi kunitokea. Na usitamani kutokea? Yeah, of course. Kuna admin mmoja wa timu fulani hapa. Alienda kulike. Tena hadi inaonekana yule admin sasa ndio vitu vyake. Sasa amelazimisha taasisi nzima ionekane kwamba inapenda vile. Hayo yanajitokeza kwa sababu mtihani usiku. Yeah, kwa sababu kuna nyakati una login kwenye desktop kwa mfano. Au inawezekana hata kwenye simu labda. Kuna nyakati unatakiwa kuchange uende katika peji yako binafsi au peji ya hiyo taasisi ambayo sasa ukijisahau unaanza kulike ukijua ni wewe kumbe ni taasisi nzima unaanza kulike. Kwa hivyo hayo yanajitokeza. Kwa hivyo ni miongoni mwa mambo ambayo kiukweli yanahitajika kuwa na unakuwa makini sana kiukweli. Hongera, mimi sijawahi kukuona ukilike sehemu yoyote na account zetu za taasisi yetu. Kwa hiyo wewe makini. Wapo wengine sio tu kulike, wapo watu ambao wanaenda ku-comment kabisa. Unakuta comment kweli mtu anaweza kaoje, nyinyi na mmeanza kujibu comment huko tena katika namna kama hii. Kwa hivyo imekuwa hivyo. Karibu. Asante sana. Yes, twende moja kwa moja katika Zilizobamba mitandaoni kama tulivyotangulia kusema awali ya kwamba weekend ilikuwa ni weekend busy kweli kwa sababu ya mechi za CRDB Bank Federation Cup, lakini pia michezo ya CAF Champions League mweza kuishuhudia, si wataji hapa Arsenal. Haya. Ali Shabani Kamwe baada ya kushinda goli 1-0 dhidi ya TMA Stars, anasema kama sio Pacome kuamua kutembea angani asionekane ardhini mambo yangekuwa magumu sana jana. Hii ilikuwa ni posti ya jana akimaanisha juzi. Tujipongeze kwa kweli wananchi. Ni katika mchezo ambao kiukweli ulionekana kuwa mgumu. Yanga walijaribu, wakajaribu. Milango ikawa kama vile haifunguki. Ikabidi akili za ziada ziongezeke. Mmoja akamalizia aliweka kuna kikripu yule bwana mdogo Shehani alipewa pasi. Yes. Akamwambia wale timu huko mlipoeni. Ni huyo ukipita kwenye ukurasa wake Ali Shabani kama akasema endelee shikilieni hapa. Bwana akabadilisha kwa akatembea juu. Pacome sasa ikabidi ajiongeze aanze kutembea na pasi. Nakumbuka ilianzia ule mpira ulianzia tunata pre-assist ulianzia kwa Pacome ukapiga kule kwa Edmund akarudisha kwa Max Nzengeli ambaye kikweli Max hakutaka ajize, alipiga shuti kali. Ujue hizi timu zinazohusu masuala ya vyombo vyetu vya ulinzi zinakuwa ni bora sana kwenye ulinzi. Nilikuwa msikia hata Baraka Mpenja wakati anatangaza mechi anasema kwamba inaonekana hii nidhamu ya ulinzi wameanza kujifunza tangu huko kambini. Yani, kwa sababu wenyewe wanachofanya ni vyombo vya ulinzi na usalama, vinalinda mipaka ama vinalinda raia na mali zake. Kwa maana hiyo ulinzi unafundishwa jinsi gani ya kulinda wezi. Kwa hiyo ni kama hawa pia wali-apply kila ambacho wanakifanya kwenye mazingira ya kawaida nje ya mpira kuweza kulinda. Kwa maana hiyo Pacome akaamua kutembea juu angani bwana. Ilikuwa nzito kaka. Huyo ni Ali Shabani Kamwe na mechi hiyo ya CRDB Bank Federation Cup. Twende katika posti nyingine tuone na kwenyewe kuna habari gani. Baada ya kushinda magoli 3-0 dhidi ya Dodoma Jiji katika mchezo ambao Dodoma Jiji ndio walioanza kupata goli. Dakika 45 zote za kwanza walikuwa Dodoma Jiji ndio hapo mbele, lakini waliporejea Simba katika baada ya mapumziko ndio yakapatikana magoli 3 ambayo yameipeleka Simba Sports katika hatua ya robo finali. Ahmed Ali anasema mtoto mdogo yake nepi. Hii ndio Simba Sports, hatutaki mazoea.
Kwa Dodoma walikuwa wameanza kuwazoea. Walianza kuwazoea. Kwa sababu kufunga dhidi ya mnyama ama timu kubwa kwa timu hizi za mikoani yale ni mazoea kweli. Alafu upo ugenini vile Dodoma Jiji wapo ugenini. Yaani hapa wanachokizungumzia mazoea yalianzia kutoka kwenye ile sare. Yes, ni kweli. Watu hawaweza. Hiyo ya kuniani discipline. Lakini pia hawataki sasa. Lakini hata afisa habari wa Dodoma Jiji namna alivyokuwa anaongea Bwana Moses Mpunga namna alivyokuwa anaongea ilikuwa inaonekana kama vile sasa wameanza kuwazoea Simba Sports. Kwa hivyo waliwakumbusha jana kwamba mjue kwamba kuna Simba Sports. Hii ni Simba, anaweza kasinzia kidogo lakini sio kwamba kuna class na form. Na form. Kuna class yao mnyama. Yupo hapo. Kwa hivyo TRA je kwa watoto wa Kariakoo? Sasa kwa TRA I think pia ni form. Kwangu sio yani sio class zao yani TRA yani klasi ya Yanga na Simba au Azam. Kwani TRA imeleta mazoea kwenye hizi klabu zote mbili? Amewasimamisha wawili. Washachukua alama moja moja hapa. Haina shida. Mara nyingi hao watu wa Kariakoo huwa wanashirikiana. Wakiona adui hawamudu, wanashirikiana. Kwa hiyo kuna siku ambapo ataingia kwenye mfumo TRA. Ataingia kwenye mfumo wa mmoja kati yao ambao sawa. Yes, huyo ni Ahmed Ali. Sasa tuende katika posti nyingine. Huyu ni Ahmed Ali. Sasa unajua Simba Sports ni kama vile ni kita kambi kule Arusha. Na Arusha Simba inaonekana kama vile ni sehemu ni kama nyumbani pia. Kama unakumbuka msimu uliopita, misimu miwili iliyopita waliwahi kutumia pia uwanja wa Sheikh Amri Abeid kama wenyeji, si ndio? Walitumia hata pia na mechi dhidi ya Coastal walimtandika pale Coastal magoli mengi. Coastal akaondoka kwenda Tanga. Okay, sawa. Sasa nini anatangaza Ahmed Ali kwa sababu kuna mechi inayofuata wanacheza dhidi ya nani? Fountain Gate. Na ambao watatumia pale Sheikh Amri Abeid. Kwa hivyo anasema nini Ahmed Ali? Fountain atakuwa yuko nyumbani kwa maana hiyo Simba analazimika kubaki kusubiri mchezo huo. Sio kwamba Simba ndo atakuwa mwenyeji. Huu wa Dodoma Simba alikuwa ni mwenyeji wa mchezo, kwa hiyo ikabidi acheze tu pale pale Arusha. Sauti ya golikipa lazima iheshimiwe. Hebu tumsikilize Ahmed Ali anasemaje hapo. Tarehe 14 hapa Arusha tutakuwa na tamasha la nyama hapa Arusha ambalo litafanyika katika viwanja vya Gymkhana. Wanasimba wote wanakaribishwa, tunakutana pale wanasimba wote, tunachoma nyama za kutosha, tunakula mbuzi vya kutosha, na mpaka sasa tumeshapokea mbuzi kadhaa. Mkurugenzi wa jiji la Arusha ameshatoa mbuzi 5, niko nao chumbani kwangu. Watu wanaweza wakaiba. Halmashauri ya Meru kwa maana mkuu wa wilaya pamoja na mkurugenzi Mwalimu Zainab na Mheshimiwa Mwinyi na wenyewe wametoa jumla ya mbuzi 6. Kwa wale 5 na hawa 6 wangapi hao? 11. Niendelee kuhesabu? Haya. Yule tajiri ambaye amekabidhi milioni 2 kwa timu ametoa mbuzi hawa mbuzi 3. 14 hao. Saleh Majapa. Japo amehamishwa Arusha ameelekea Dar es Salaam, lakini katoa mbuzi 8. Bado tunaendelea kukusanya mbuzi, lakini bado kuna wale wana Simba mmoja. Bana, mimi na mmoja naleta hapa, mimi na Simba na mbuzi mmoja. Kwa mwenye mbuzi, mwenye kuku, Jumanne pale viwanja vya Gymkhana tunakwenda kuchoma mbuzi wana Simba wote wa Arusha, na wale ambao wamekuja kutoka Dar es Salaam itakuwa ni shughuli maalum ya kutafuna nyama tu siku hiyo. Yes, nyama inakwenda kutafunwa tarehe 14. Sina kesho. 14. Tarehe 14 ni kesho. Kwa hivyo kwa watu ambao wapo Arusha, mbuzi wengi. Eti inafanana na ile? Ipi? Hii si nyama. Ukishaanza kuendelea. Nyinyi mnaongea kwa kodi hapa. Inafanana? Umeshaelewa tayari. Hii nyama ile ya upo. Kwa ile supu. Okay. Ashaingia. Kwa sababu ili ushiriki ile lazima uende na kibebeo. Ila hii haina kibebeo. Hiyo unachukua. Unaweza kama imechomeka kwenye kijiti tu kuondoka nayo. Unashika. Yaani hata hauonekani kama unaenda kula. Lakini huko mbele unajichanganya, unaingia unakula. Lakini ile lazima mtu aone mbona ukabeba. Kwa hivyo hii chapati haitokuwepo hiyo.
Sasa chapati kaka na nyama na Hii mara nyingine naendaga na ndizi. Na ana ndizi. Na vingine ambavyo vitamkiki. Yaani kwa Arusha mara nyingi ndizi. Wanaishia kwenye ndizi tu? Arusha mara nyingi. Wewe unasemaje? Kuna kitu unataka kuongeza? Basi sawa. Yes, taarifa njema bila shaka kwa mashabiki wa Simba Sports hiyo na wadau wengine wa michezo, si ndio? Kwa sababu wale wenzao huwa wanachanganya, naonaga kuna watu pale wanachanganyaga pia. Haya, hao ni TRA United baada ya kupata ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya Namungo. Na walikuwa ugenini. Ikumbuko hiyo mzee bwana ndugu yetu Chobwedo. Umeona kumbe TRA bwana na mashabiki au kila wanapokwenda huwa wanakuwa na ni kama polisi. Mashabiki ya kila mkoa na timu Tanzania nzima kama polisi wanavyosema. Kama polisi Hao kila sehemu wana mashabiki. Kila sehemu wana mashabiki. Na ukiwatazama ni wale. Ndio wale ambao wametoka ofisini. Hapana, wale. Hawafanani kwamba ni wale jamani leo timu yetu ipo mkoa huu. Kwa hivyo tufunge kazi mapema. Lakini kikubwa ni ndo wale. Kama hivyo ndo wale kaka. Ukiangalia hizi ndo wale. Ndio lazima uende kaka. Wewe ndo wale. Unakumbusha kufunga mapema duka. Bwana. Ukaangalia timu mechi leo. Ndo wale. Ukiangalia hizi news hizi. Sio wale tuliozoea. Basi sawa, hao ni TRA ambao jana na wenyewe wameweza kutinga hatua ya robo finali ya CRDB Bank Federation Cup kwa kuwafunga Namungo magoli 2-0. Mzamiru alikuwa ndo mchezaji bora katika hii mechi bwana. Haya. Huyu hapa ni Hashim Ibwe. Nilitaka niseme Hashim Thabiti bwana. Hashim Ibwe. Bwana anamfikia kwenye mguu. Hashim Ibwe kwenye ukurasa wake anasema kwa hiyo mbuzi unaitwa mbuzi, karibu tena Chamazi mzee. Ni huyu Isa. Ni jana Fountain Gate ilikula chuma 4 pale katika dimba la Azam Complex Chamazi na anaitwa Isa Mbuzi. Kwa hivyo ameamua kwenda tu na vina hapo, msije mkasema tumeongeza. Kuna comment ya Masanza. Masanza anasema mmemlisha nyasi za Mbagala leo. Yes, ni utani katika mambo ya soka bila shaka kabisa, na hata Isa Mbuzi mwenyewe anafahamu na hata alivyokubali kupiga picha alijua itaenda kutumika kwenye namna ambayo inaweza simfresh. Isa Liponda Mbuzi. Isa Liponda Mbuzi vizuri kabisa kijana wako yule. Haya, basi sawa, timu yake tunabaki naye. Fountain wana hali ngumu. Anajua kabisa shughuli ni pevu sasa. Simu iliyopita chupuchupu na msimu mambo yanaendelea kuwa magumu tu. Na anaenda kukutana na Simba Sports. Inabidi aongeze juhudi sana na maombi pia. Sawa. Yes, tuende katika posti ile inayofuata na Azam na yenyewe imetunga CRDB Bank Federation Cup. Haya. Mbeya City wakala chuma 5-1 kutoka kwa Singida Black Stars. Na mimi bwana katika posti hii comments wanasema mchezo umetamatika na tumepoteza, tunahitimisha nguvu tunahamishia nguvu zote kwenye ligi kuu, asante, kwa maana ya NBC Premier League. Lakini comment wanasema ndio mfungo 5 sawa, nguvu kweli mnahamishia, lakini ndio 5-1. Yaani comment nyingi wengine wanasema ndio tufungwe 5. Yaani swali ni kwamba kwa nini sasa mmeruhusu magoli 5 kiukweli? Na kuna penalty ilikoswa. Kwa hivyo kama ingefungwa ile penalty bila shaka mambo yangekuwa ingekuwa 6. Nguvu zinazo kwanza ni timu chache sana zina ujasiri huo. Kuposti hivyo. Tuwapongeze hao Mbeya City. Post umefungwa 5 afuka post. Timu chache sana zina ujasiri huo. Kuna timu iliishiaga kupiga picha ya warm up. Wamaliza tu pale wakisema mchezo umeanza. Hawakuposti mchezo. Hawakurudi tena. Naona ndugu yetu Steve kulialia. Ni kwa sababu inatokea Mbeya. Huwa anaumizwa na timu yake. Mbeya City. Kuna mtu nilimuona mahali alisema yes, Mbeya tripu hii kazi ipo. Maana kwa hata kwa prison nako kama vile bado hapajakaa sawa. Mambo? Sio Mbeya, sio Tanzania Prisons, bado hakuna yeyote ambaye anaonekana kwa sawa. Si kweli. Haya. Tumalizie posti nyingine tuone. Yes, hawa JKT Tanzania wanasema nyama ya mbuni ni tamu kuliko bata. Walicheza na mbuni. Shughuli imemalizika Meja Jenerali Samuyo. Tukitinga hatua ya robo finali ya kombe la CRDB Bank Federation Cup kwa ushindi mkubwa. Sema kuna comment kuchina nasema njoeni mkijua kuna Yanga.
Nasema walitoa Yanga. Hao walikutana na Yanga pale Tanga, mchezo wa nusu finali. Ndio. Magoli 3 ilikuwa kama sio. Magoli 3. Na ndio mechi ambayo Stefan Aziz Ki alitumika pia kuiaga. Yes. Sasa unajua kitu kimoja. Hawa mbuni ni nyara ya serikali kabisa na imeliwa na serikali. Yes, kwa hiyo hao JKT Tanzania hao. Yaani wanaotakiwa kuilinda mbuni ndio wamemula mbuni. Yes. Na mbuni kikawaida. Mbuni ndiye ndege ambaye ana yai kubwa. Sasa yai lake hilo hapo. Hilo hapo. Sasa yai la mbuni linakuwa ni kubwa. Hivyo kwa hiyo yai la mbuni ndio hilo hapo. Yes. Bana Kwa hiyo yai la mbuni ukipika chips yai la mbuni. Chips yai la mbuni. Chips na yai la mbuni. Mimi sijai kula mbuni. Sijai kula mbuni. Acha kujiana. Sema shehe. Unaweza mbuni. Unaweza kukuta hapo getini nje. Bana hebu tuambie. Watu wa TANAPA, watu wa hifadhi za nani zetu sijai kula mbuni. Unaambia kabisa. Wala yai lake. Ila hata kwenye chips. Na bila shaka watu wa TANAPA watakuwa wanakufuatilia sana kwa sababu sasa hivi unajua tumeanza na mchakato ule wa Safari Field Challenge na walikuwepo hapa katika kuinadi siku ile ya utangaza. Kwa hivyo wanakufuatilia kwa umakini. Ila mbuni anaonekana ni mtamu. Kwa kumuona kwa kumuona. Mbona upo makini sana na lugha? Anaonekana au ni mtamu? Anaonekana ni mtamu, anaonekana. Kwa sababu mimi sijawahi kumla. Lakini nikikuta sehemu wanamla. Na serikali imeruhusu. Kama JKT walivyomla. Sasa sema nyama ya mbuni ni tamu. Wamekula. Wamekula. Ila serikali kwa serikali hapa. Wenyewe kwa wenyewe. Watakuwa na kibali. Watakuwa na kibali. Yes. Bwana kuna hilo jambo Mangasole. Watakuwa wanyampewa kibali wakawa. Unaweza ukaua upewe kibali cha kuchukua yai la mbuni upike chips. Hivi maana chips kule mtaani tunaita kiepe yai. Sasa kama ndo yai la mbuni tunasema kiepe yai mbuni. Kiepe yai mbuni gonga mawili. Inajaa hivi. Bwana Mangasole Edward pamoja na jopo lako la wachambuzi kwa maana ya Idi Nonga lakini pia Philip Nkini mimi nimeadonoa hayo. Bila shaka Mwenyezi Mungu akituwezesha kukutana tena kesho hapa tutakuja na ndugu yetu Mbotela lazima sauti ya golikipa sauti ya kipa inaheshimiwa. Na ile sauti wasema sauti ya kipa inaheshimiwa kwa sababu kaokoa ile. Lakini ile ingeingia ile. Ni kweli. Na alitoa kiwepesi kabisa. Kesho inshallah watazamaji wa kipindi cha Viwanjani tukiwepo hapa tabahatika alifanya nini Mbotela. Ila nikukumbushe tu kwamba Mangasole aliwahi kutukumbusha kwamba usidharau mtaro pindiki. Nimeamini hata ukiwa na kipando ambacho kina miguu minne na kimefunikwa bado usidharau. Yamekukuta kaka. Dar es Salaam barabara zinajengwa kwa hiyo ukijikuta kwamba kuna mtaro unauzoea kuna siku tutakutoa pale. Tutakutoa hapo utakuja na wanaitaka nini ile ya kuvutia ile. Zile gari za zamani. Ile gari ikija unahisi kama ikuvuta na inakutoa kama yeye ndio imekuja kuvutwa. Kumbe ndio inakutoa. Hivi Mangasole na jopo la wachambuzi hapa. Wale huwa wana dua zao usiku kuamkia, yani wanapolala wanaomba nini? Kwenye mitalo kuwe kuna maji kama hivyo kwa vizuri. Alafu muidharau muingie. Watoe. Basi anapotokea uyaoni haya. Hiyo limekuja. Kila mtu ana dua yake, si ndio? Asante sana. Haya. Unaniruhusu niondoke? Na kuruhusu uondoke. Asante.